Kwa mtazamo wa mbali, unaweza kudhani kuwa mama huyu yuko karibu kujifungua wakati wowote, lakini ukweli ni tofauti kabisa. Huyu ni Christine Siundu ambaye amekuwa akiishi na hali hii kwa zaidi ya miaka 2 sasa. Nimekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 2 na miezi. Tumbo lake limefurika maji kwa kiwango kisicho cha kawaida, huku chanzo chake kikiwa bado hakijabainika licha ya juhudi za kimatibabu. Hali hii imemweka katika mateso makali ya kimwili na kisaikolojia, huku kila siku kwake ikiwa ni mapambano ya kuishi. Mwaka juzi nikaenda General Hospital, ilikuwa mwezi wa 9. Nikakaa huko mwezi wa 9 na wa 10, ambapo nikatibiwa, nikatoka huko, nikapata ako nafuu kidogo na nikatoka. Penye nilitoka akaniambia nikuje nifanyie skani ya tumbo. Katika hali ya kwenda skani hapa Rumboka, wakaniambia liver yangu iko na kitu kama scratch, kama mtu kama amegwarako makucha. Katika hiyo report nikarudisha huko na wakaniweka kwa dawa. Penye waliniweka kwa dawa kwa muda wa miezi 3, nikarudi na halafu akaenda kunipima, wakasema liver iko sawa. Ripoti ikakuja ya kwamba liver iko sawa. Kwa hiyo muda nikakaa tena mwezi, kufikia mwezi wa 6 nikaona tumbo sasa inaanza kufura kidogo, ikiharisha hako saa nyingine kwenda choo ni shida. Madaktari wameeleza kuwa anahitaji uchunguzi wa kina na matibabu ya mara kwa mara ili kubaini chanzo cha maji hayo kabla ya hatua ya matibabu kamili kuchukuliwa. Ingawa tayari maji hayo yamewahi kutolewa tumboni, bado yanaendelea kurejea na kufanya hali yake kuwa mbaya zaidi siku hadi siku. Maji na kuja tu wiki moja na siku 2 3 ninaenda kutolewa. Hata saa hivi nimejaa hivi, nikikwambia nimemaliza tu siku 4 kama wameshanitoa. Na yenyewe chakula yangu maji, hata mmeona chupa iko tu hapo kwa kibanda na kunywa maji. Chakula yangu supu, maji. Sasa Christine amebaki katika njia panda, akihitaji msaada wa haraka ili kupata matibabu yatakayomrejeshea matumaini ya maisha. Wakazi na majirani zake wamejitokeza kutoa wito kwa wahisani na Wakenya wenye moyo wa huruma kumsaidia mama huyu ili aweze kupata huduma ya matibabu inayohitajika. Hata watu wengi walikuwa wanafikiria mama Christine amepata mimba, kumbe ni ugonjwa. Huyu mama ameteseka na ameumia sana. Tunaomba tu mtu yeyote ambaye anaweza ona mama Christine hali anapitia, kama na uwezo, hata viongozi wetu wa kaunti ya Bungoma, tunaomba ya kwamba kama anaweza saidia huyu mama apate uponyaji, tutashukuru sana kama wakazi wa Chepkube. Kupitia hali hii ngumu, Christine hajakata tamaa. Kila siku hujitahidi kujishughulisha na biashara ndogo katika soko la Chepkube mjini Bungoma ili kukidhi mahitaji ya familia yake, japo kipato hicho ni kidogo na hakitoshelezi mahitaji yake ya matibabu. Anaeleza kuwa maisha yake yamekuwa magumu zaidi baada ya mumewe kumtoroka na kumwacha pekee yake akilea watoto, huku akiishi katika nyumba ya kukodi isiyokidhi hali yake ya kiafya. Kwa miaka 2 sasa, mama huyu anapitia hali hii ngumu ya kiafya. Tumbo lake hujaa maji, kila siku ni mapambano. Kwa hivyo mama huyu ametoa ombi kwa serikali na wahisani mbalimbali kujitokeza kumpa msaada wa kifedha wa upasuaji unaoweza kubadilisha maisha yake. Nikiripoti kutoka hapa mjini Bungoma, mimi ni Alex Wekesa.